Lakini pia leo niwapongeze kwa namna ambavyo mmekuwa mabingwa mfululizo, na leo jina hili ambalo nimepewa na rais wetu kwa kweli nalipokea. Na labda rais wetu, labda kitu cha kuelewa ni kwamba nimeona hapa hayati Lukuvi alikuwa na kadi ya wanachama, na mimi ndio nilikuwa pale kwenye msiba wake, na atashangaa sana kule mbinguni kama mimi ambaye nilikuwa kwenye msiba wake sina kadi ya wanachama. Na kwa kuwa hamjawahi kuniletea, ninaiomba kazi. Kwa hiyo pamoja na kwamba leo nimekuja kama mgeni rasmi, lakini pia nimekuja kujiunga rasmi na klabu hii ya Yanga. Mwakani nilikuwa navizia siku kama hii niweze kujiunga kwa sababu ya uzito wake, ili nijiunge kwa madaha kidogo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, sikutaka kujiunga haraka kwa sababu nilikuwa sijakuamini sana kwenye uongozi wako, lakini nikaona kwa kuwa uongozi wako uko imara, na kwa sababu klabu hii pia imekuwa bingwa mara kadhaa, sina hakika kwamba nitakuwa najiunga kwenye klabu ambayo itanitosha. Najiunga rasmi kwenye klabu hii kwa sababu naamini tuko kwenye mikono salama chini ya uongozi wa Injinia Hersi. Lakini kama mzee Mkuchika ni mmoja wa wadhamini, wajumbe wa wadhamini, na mzee Mkuchika ni very senior kwenye serikali, kwenye chama, na hata juzi kwenye ubunge aliamua tu yeye mwenyewe kusema sasa inatosha. Sasa kwa nini leo mimi kama mkuu wa mkoa basi nisiwe hata mzee Mkuchika sio hata role model tu basi kwenye hilo? Sasa hawezi kuwa role model kwenye uongozi wa serikali bila mambo mengine yanayohusu Yanga hapo. Jina hili la Bwana Peter ambao nimepewa leo Sherulile, nalo limeongeza kasi ya mimi kujiunga na Yanga. Huyu ndugu yangu Peter Sherulile kutoka kule Sundowns, South Africa, nafahamu anahitajika na watu wengi sana mpaka Middle East. Lakini leo safari yake anakuja kutua kwenye viwanja vya Tanzania, Dar es Salaam, na atapokelewa pale Jangwani kwa Young Africans kwenye klabu yetu. Sasa hiyo kwanza ni heshima kubwa sana kwa taifa la Tanzania, lakini aliyesababisha heshima hiyo sio tu Mheshimiwa Rais peke yake, ni pamoja pia sio tu Mheshimiwa Dr. Samia peke yake katika kuongoza taifa, ni pamoja pia na Rais wa Young Africans ambaye ameona ni muhimu kuleta chuma ili tuweze kuunga jitihada katika ukanda wetu huu wa Tanzania. Jambo la mwisho, ndugu zangu wa Young Africans, wakati Mheshimiwa Rais anaendelea kuongoza taifa letu, niendelee kuomba sana kuendelea kuwa wadau wakubwa wa amani hapa nchini. Taifa letu litakapochafuka, mbwembwe zetu zote na investments kubwa ambayo inafanya haiwezi kuwa na maana. Tuendelee kuwa mashabiki na wapenzi wakubwa wa klabu zetu na tasnia ya michezo nchini, lakini huku tukiomba sana amani na wote kuwa wadau wa amani ambayo ndio chachu ya maendeleo katika taifa letu.
Tuendelee kuwa mabalozi wazuri kwa kila ambacho taifa letu limepewa heshima mwakani, kuwa wenyeji na waandaji wakuu wa mashindano ya AFCON. Tunafahamu kwamba taifa letu sio tu linajengewa viwanja kama sehemu ya faida, lakini pia linaendelea kujitangaza ndani na hata nje ya Afrika kwamba Tanzania ni nchi ambayo mgeni yoyote anaweza kuishi.